Amjambo mpenda msikilizaji, kwanza sikizeni vichwa vya habari. Kamina katika jimbo la Olomami, Rais Felix Antoine Tshisekedi anatarajiwa Kamina siku ya tatu hii, huko viongozi wa eneo hilo wakiendelea na maandalizi ya kumpokea. Katika jimbo la Ituri, malalamiko ya wasafiri yanaendelea kuhusu malipo ya lazima kwenye vizuizo vya barabarani licha ya agizo na kuondolewa kwa vizuizo visivyo halali. Katika jimbo la Maniema, gereza kuu la Kindu linakabiliwa na mlipuko wa tete kuwanga, yani varicelle, huko takriban wafungwa 10 wakiwa wameambukizwa ugonjwa huu. Haya ni kama muhtasari wa habari. Sasa nawalika kufuata habari kamili. Kwanza kwa kifupi, jueni kwamba rais wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anatarajiwa kuwasili siku ya tatu hii mjini Kamina katika jimbo la Olomami. Saa chache kabla kuwasili kwake, viongozi wa eneo hilo wanaendelea kufanya maandalizi mbalimbali ili kumpokea kwa heshima na ukarimu baba wa taifa. Kwa upande wao, wakaaji wa Kamina wana matarajio makubwa kutokana na ziara hiyo, wakitumania kwamba baadhi ya changamoto zilizoikabili Olomami zitapatiwa jibu wakati wa ziara wa rais. Kongo Central. Kwa miaka kadhaa hakuna ndege inayoruka kutoka uwanja wa ndege wa kitaifa wa Chimpi. Uwanja huu uliozinduliwa mwaka 1955 kwa sasa umeachiwa na uko katika hali mbaya. Barabara kuifikia yenye urefu wa takriban kilomita 4 kutoka barabara ya taifa nambari 1 imeharibika vibaya. Nayo njia ya kurukia na kutua ndege yenye urefu wa mita 1517 haijawahi kujengwa kwa lami. Hali hiyo inatofautiana na nafasi ya faida ya mji wa Matadi, makao makuu ya mkoa wa Kongo Central, ambako kuna bandari kuu ya bahari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo zaidi nawe Elise Kavira. Kwenye lango la kuingilia, vumbi mingi inapokea magari zinazoelekea uwanja wa ndege wa Chimpi. Barabara ya udongo yenye karibu kilomita 4 imejaa mashimo mingi. Uwanja wa ndege wa Chimpi ni uwanja mkubwa wa ndege wa mji wa Matadi. Tujue kwamba uwanja huu wa ndege ulijengwa kati ya mwaka 1952 hadi mwaka 1954 na ulifunguliwa rasmi mwaka 1955 wakati wa ndege inayoitwa Douglas C4 iliyomleta mfalme wa Ubelgiji Roi Baudouin. Kwa miaka mingi uwanja huu ulisaidia sana usafiri wa anga kati ya Kongo Central na nchi nzima. Leo zaidi ya miaka 17 baada ya kufunguliwa, barabara yake ya ndege yenye urefu wa mita 1917 bado ni ya ulongo tu. Kuna namna barabara na vituo vya kazi vimeharibiwa, kweli vinaonesha kwamba uwanja huu haijibu tena mahitaji ya mji muhimu kama Matadi. Kwa miaka mingi viongozi wa jimbo walikuwa wamekiahidi kutengeneza uwanja huu, lakini mpaka leo hakuna kazi hata moja inayofanyika. Mpaka sasa uwanja wa ndege wa Chimpi unaendelea kusubiri kufanyiwa ukarabati na kuboreshwa. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi. Ituri. Mkwani Ituri, vitendo vya unyanyasaji na utozwaji wa fedha usio halali vinavyoendeshwa na baadhi ya wanajeshi FARDC vinaendelea kushuhudiwa kwenye barabara mbalimbali za mkoa huu. Hali hiyo inaonekana hasa kwenye barabara Bunya Bogoro yenye urefu wa takriban kilomita 20, ambako madereva na waendesha pikipiki za abiria wanalamika kutozwa fedha karibu katika kila kizuizi cha barabarani. Hali hii inaendelea licha ya agizo lililotolewa wiki iliyopita na gavana wa jeshi wa Ituri la kuondolewa kwa vizuizi vyote vya barabarani vinavyowekwa kinyume cha sheria. Maelezo mengi zaidi nawe Martial Kiza Biamungu. Tukiondoka Bunya kwa gari letu kwa kujelekeza hapo Bogoro, tumesafiri kwa shida kilomita 9 tu, wakati kituo cha kwanza cha ukaguzi kinapoonekana hapo Mbugu. Hapa madereva za teksi za pikipiki wanapunguza mwendo, wanatosha noti kwa mfuko yao na kupana kwa askari ajili ya kupata njia. Tunaendelea na safari yetu kilomita chache mbele, huko Nyakeru ni tabia hile ya vinyasi ndio kuonekana. Nyuma ya kamba inayotumika kama kizuizi, askari weka alama kwa kila pikipiki kwa kalamu na kuchukua pesa mbele ya kupana njia. Kulingana na madereva kadhaa wenye tuliokutana nao,
Shida hizi hupunguza zaidi ya mapato yao ambayo tayari yalikuwa yameziriwa na shida za kiuchumi. Kando ya barabara inayoelekea Kasenyi, kando ya ziwa Albert, tulihesabu viziwizi ya jeshi 7 ya kuchukua pesa. Wadereva hawa wanalomba na serikali ipate kuchihikiza kwa kumaliza unyanyasi ya jeshi la taifa kwa barabara kati ya Bunya na Bogoro na Kasenyi. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Kasai Central. Wasafirishaji wa mizigo kwa baiskeli wanaojulikana kama bayanda katika maeneo mbalimbali ya Kasai Central wanalalamikia usumbufu unaotokana na ushuru mwingi wanazokumbana nazo wanaposafirisha bidhaa kuelekea mji wa Kananga. Wanasema wanatozwa ushuru mwingi na kukutana na idadi kubwa ya huduma za ukusanyaji wa mapato kwenye njia wanazotumia. Jueni kwamba wasafirishaji hao wana kazi mkubwa katika kusambaza bidhaa muhimu kutoka maeneo ya vijijini kwenda Kananga. Sasa wanaiomba serikali ya mkoa kuchukua hatua za kuyakomesha. Naam, safari yao si rahisi kabisa. Bayanda wanakuwa kilaumu ongezeko la kodi na vituo vya ukaguzi vilivyo kwenye barabara wanazozitumia. Wanasema wanasumbuliwa na ofisi inayohusika na kodi ama Direction Générale des Recettes de Kasai Central, DGRKC, kati ya umbali wa kilomita 63 unaotenganisha Demba na Kananga. Madereva hao wanasema wanakutana na zaidi ya vituo 10 vya kuweza kulipisha kodi. Mmoja wa madereva hao, Louis Mulumba, anaeleza kwamba kuna vituo vingi sana vya kulipia kodi barabarani, na katika kila kituo ni lazima kuweza kutoa nyaraka ama dokuma, hali inayowakatisha tamaa ya kuweza kuendelea kusafiri. Malipo yanaanzia kati ya franka za Kongo 2000 hadi 5000 ama 5000 francs congolais. Kwa wengine ambao hawana pesa hizo, wanalazimishwa kuweza kuacha sehemu ya biashara yao. Kutokana na hali hiyo, Bayanda wanaomba serikali ya jimbo hilo kuweza kuingilia kati ili kuweza kuweka utaratibu mzuri. Viongozi wa shirika la DGRKC wanaahidi basi kuweza kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu malalamiko hayo katika siku zijazo. Kivu Kaskazini. Huko Goma mkoani Kivu Kaskazini, shughuli za kijamii na kiuchumi zilisimamishwa kati ya saa 1 asubuhi na saa 5 za mchana siku ya pili hii. Wakaaji walikuwa wameitwa kushiriki katika maandamano ya amani yaliyoandaliwa na muungano linalojiita Société Civile Plurielle et les Forces Vives du Nord Kivu. Maandamano hayo yalikomeshwa katika makao makuu ya MONUSCO ambako barua yao ulipokezwa waongozi wa MONUSCO na viongozi wa ujumbe huu. Kalemi. Shule 6 zimechoma moto ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika wilaya ya Nyunzu mkoani Tanganyika, wakati viongozi vya elimu zikiwachongea vijana ndio waliohusika na matukio hayo. Vyanzo vingine vinaeleza kuwa huenda vitendo hivyo vinahusishwa na hasira ya baadhi ya wananchi kutokana na kuchelewa kuzinduliwa kwa shule zilizojengwa kupitia mpango wa maendeleo ya ndani wa maeneo 145, yani Programme de Développement Local de 145 territoires. Gisi niliwaambia mwanzoni, gereza kuu la Kindu linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa tetekuwanga, yani varicelle. Habari hiyo ilitolewa na shirika la kiraia linalotetea haki za kibinadamu baada ya uchunguzi uliofanywa tarehe 24 Julai na baba kiongozi wa kiroho, yani Omonie, anayehudumia wafungwa gerezani. Hali hiyo ilithibitishwa baadaye na Division Provinciale de la Santé ambayo ilitoa ripoti yake kwa viongozi wa ngazi wa juu. Kwa mujibu wa waziri wa afya wa mkoa wa Maniema, Daktari Alexis Kingombe Chomba, takriban wafungwa 10 kwa sasa wameambukizwa ugonjwa huo. Amesema hatua zote muhimu zimechukuliwa ili kuwatibu wagonjwa na kuzuia kuenea kwa tetekuwanga, yani varicelle, ndani ya gereza. Tumsikilize Daktari Alexis Kingombe Chomba akizungumza na Florence Kizalunga. Ndio wafungwa wameshikwa na maradhi ya varicelle tangu juma iliyopita. Ndio maana tunakamata madisposition yote pamoja na Division Provinciale ya Santé kwa kuweza kusimamisha ile propagation ya ile magonjwa ya varicelle ndani ya prison centrale. Leo kumekwisha kwa watu 12 ambao wamekamatika na varicelle ndani ya prison centrale. Wanaume tu, wanaume ndio walikamatika na ile magonjwa. Service kwanza ya hygiene ilikamata madisposition kwa sababu kama unaangalia mzuri wafungwa iko na
probleme ya kujiosha maji, hawana sabuni lakini Regideso na bapelekea maji lakini habana sabuni ya kuoka na maji. Kudivision yetu ya sante kuko service mzima ya juu ya hygiene, nili instruire pour que bakamate ba disposition, na hivyo kisha kufanya ile investigation balifanya etat de besoin ambayo liwali aliuza madawa juu ya kusaidia wale wafungwa. Na hapo tumekomesha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu katika lugha la Kiswahili. Sasa nawalika kufuata sehemu ya pili na mwenzangu Rosalie Zawadi Masika. Jambo Rosalie Zawadi Masika. Jambo kwako Jean-Claude Lokidile. Wapendwa wasikilizaji, karibu. Radio Okapi. Invité en Swahili. Kama juhudi za mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola, viongozi wa kijamii wanahimizwa kusambaza ujumbe mzuri na wa kuwajibika ndani ya jamii zao. Wito huo ulitolewa siku zilizopita mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Ilikuwa wakati wa kikao cha kuongeza uelewa kilichowakutanisha viongozi wa jamii, viongozi wa dini pamoja na wanachama wa makundi za kiraia. Shughuli hiyo iliyoandaliwa na shirika la Hands for Help ililenga kupambana na taarifa potovu pamoja na uvumi unaohusu ugonjwa huo. Tunazungumzia swala hili na Nicole Lufungi, afisa wa programu katika shirika la Hands for Help, ni kupitia mahojiano haya na Mark Marofimbo. Bi Nicole Lufungi, jambo. Jambo tena bwana journalist. Hands for Help, uwepo wenu ndani ya hii kikao ya wataalamu na wanaobukua mabuku, tunaweza kuelewa inalingana na nini? Ndio, hapa leo ku Université de l'Assomption du Congo kuko conference, na ile conference inahusu riposte contre malali ya Ebola. Tunazungumzia innovation, nini yenye imekuya ya mupya, mezosi tunazungumzia le défi, nini njoo yenye ingali inatukokota tena chini ndani ya hii riposte, mais également tunazungumzia ma perspective régionale. Region yetu inawaza banaweza fanya nini juu hii riposte iweze kutembea mzuri na malali iweze kuisha. Tumekia jiunga na UAC kwa ajili ya kuorganize hiki kikao, na tumekuya na contribution yetu kidogo, notamment ma dispositif za lavage de mains ya kusaidia ba étudiants na ba mwalimu wakati wanakuwa ku campus waweze kusukula mkono, paske kusukula mkono wataalamu wametuonesha kwamba iko tendo moya yenye inasaidia sana kwa kujikinga na Ebola. Haiko Ebola hayo peke, memalali mingi yenye inapitia kumchafu, kusukula mkono inasaidia kukinga. Lakini kwa maoni yenu Hands for Help, hamuone kwamba kuna ukosefu ya information wala kupeperushwa kwa habari kwa wakaaji kuhusu ile ugonjwa? Ndio, tutasema tuko deja ku 17e epidemie, na epidemie za Ebola zilianzaka zamani. Tunaenda kutake ma structure ambazo zinahusika na kutumika ndani ya riposte, kwa hata government yetu tunakuwa sasa kama tunataka kamata Ebola ama routine fulani, tunaielewa, tunaizoea, aloke ni maladi yenye iko makali sana na inende iko na changer. Leo tuko nazungumzia sushi Bundubujo 2020 na 2018 tulikuwa na sushi Zaire. Alors, ni ya muhimu tuku kila epidemie ku renforcer communication sa kama njo epidemie ya kwanza. Donc tunaiconsidere tu kama ile ni menace nyingine ya mupya ya makali yenye inakuya, na tunaipiganisha na nguvu sana, hapana kuikamata saa kitu yenye tulishazoea. Ile saa tuna renforcer kabisa ma mekanisme zetu za communication, itasaidia sana population kukua tayari kwa kila wakati. Eke kama haturespekte ma mode de vie zenye ziko responsable, tunaweza developer epidemie. Haiko tu ya Ebola, mezosi ma kolera, ma polio, zote zinakuwaka na ziko muhewa, paske inji yetu iko na ekosisteme moja yenye inafavorize sana ma epidemie. Donc communauté yetu ya Beni, inji yetu tunapaswa kuwa tayari kila wakati, na saa epidemie inakuwa tunaonesha nguvu yenye inastahili juu tuweze kupiganisha ile malali. Sasa ninyi wahusika na uhamasishaji, vijana, sijui mashirika mbalimbali, mtakuwa na ujumbe kani? Kwa sababu ugonjwa yapo na watu wanaendelea kukufa na watu wanaendelea kunusurika. Ndio, mimi na encourager gouvernement yetu ya Kongo pamoja na ba partenaires yake mbalimbali, parmi lesquels na shie tuko ba partenaires ya gouvernement.
shi antake ASBL. Zile maefort zenye tulishatia deja en marche ja kupiganisha Ebola tuziendeleshe, tuzikomalishe, tudevelope ma strategie ziko innovante tena compte na ma lessons zenye tuliapprendre kuma epidemie zenye zilipita. Mais aussi ba leader communautaire, kwe ba leader religieux, ba leader d'opinion, hata ba leader ya ma groupe de pression, ma mouvement citoyen. Shie bote tushikane mkono sa mtu moya parce que malali ikishaingia inaombaka watu banaipiganisha kwa pamoja, tusigabulane, tukue na message yenye itasaidia population. Na ma message za kulite contre Ebola ni message za simple. Ya kwanza tuoneshe population ke malali iko. Tanke tutaendelea kupinga Ebola kusema haiko na njoo vile itakuwa iko na tuingilia. Tuoneshe population ke malali iko. Mezo si tubaoneshe ke Ebola kweli ni malali ya nguvu. Mekuko maakte za simple zenye zinapasha kuifukuza. Notama kuna mikono kila wakati na maji ya propre na sabuni. Mezo si ku respecte lenye wanaita distanciation sociale. Donc batu wasisalimiane mara moja na mkono, kukumbatiana, tuevite kufrekante malie moya zenye zinaweza tu expose notama fasi ya makilio mnaenda mnagusa maiti. Donc kuko ma regle kidogo kidogo tu zenye ba leader wanapasha tusaidia kudifuser ndani ya community na zitatusaidia. Me ya kwanza ni community kukubali na kukomprendre ke malali iko kati yetu. Bi Nicole Lufungi, shukrani. Merci. Radio Okapi, dossier en Swahili. Habari njema kwa watoto wa Manyema. Mwaka huu Fondation Mapon inatoa ufadhili wa masomo kwa zaidi ya wanafunzi 100 wa shule za msingi na sekondari. Tangazo hilo lilitolewa Jumapili kufuatia mkutano uliowakutanisha wanachama wa jamii mbalimbali za kikabila na kidini pamoja na wawakilishi kutoka mashirika yenye uhusiano na serikali. Kwa mjibu wa fondation hiyo, kila jamii au kanisa linapaswa kupendekeza watoto 4 ambao baadaye watapitia mchakato wa ushindani ili kubaini wagombea bora zaidi. Ripoti ya Florence Kizalunga. Baada ya kusikia habari hii, wazazi ambao hapo awali hawakuweza kuandikisha watoto wao katika shule ya msingi na taasisi ya Mapon walionesha furaha yao. Ni jambo moja yenyewe nanifurahisha sana, sawa vile mimi mzazi nilikuwa nasemaka kule kwa Mapon mtoto wangu atasoma sina madolare, leo anaitika mtoto wake asome kwa bure. Ni jambo moja nanifurahisha sana. Shirika la raia yanatoa wito wa tahadhari kwa wazazi na wawakilishi wa makanisa watakaohusika na kuchagua watoto hao. Stefan Kamundala. Shirika la raia Manema inafurahi kwanza kuona sisi tulishomeshwa na wazungu benye balikuwa naikala kwa maparokia yetu. Depuis que le Manema ela akoya kwa kamutu mwana kamata initiative ya kukamata plus de 100 personnes aba prendre en charge na kubasomesha na mfuko yake. Tunasema merci, aendeleshe asishimu njia kila mmoja atasomeshwa. Ile ni sway yetu, aende paka ku university kwa gisi ya kuwe Mapon kesho. Na pia tunaambia wazazi wenyewe wanabakia na charge makanisa ya kuchagua batafute watoto bila kuingia mu ukabila na subjectivity. Kwa msama Manema itakuwa na konte kwa batu benye bataichange au wataendelesha kule mbele. Makanisa na jamii zimeahidi kusimamia mchakato huo kwa umakini ili kuhakikisha kuwa watoto kutoka Manyema wanaweza kunufaika na ufadhili huu wa masomo. Zakari Katanda, askofu wa Kianglikani. Hapana, kwanza na kuwaonesha kwamba kanisa ni kanisa ya watu wote. Hakuna kanisa ya ubaguzi, na tunawaidia hawa watu ya Fondation Mapon ya kwamba tutachagua watu wanaofaa kusudi hii vision itimilike kweli, tupate watu wa kufaa kwa kuongoza province ya Manyema na nchi yetu ya Kongo kwa siku zijazo. Kwa fondeshini ya Mapon, kipaumbele ni kuwekeza katika rasilimali watu. Daktari Remi Kauka, mjumbe wa taasisi hiyo. Kama Fondation Mapon inaamua kupana mabuse kwa wanafunzi wa primaire na wa secondaire, ni sababu Fondation Mapon inajua kama investissement ya mzuri mama inapatikana ndani ya mutu, na ule mutu kwa kumufanya kuwa wa faida ndani ya nchi, ndani ya jimbo, anapashwa kupata maadibisho mzuri. Njoo ilifanya kama Fondation Mapon ikamate ule waamuzi ya kupana mabuse juu ya kupromouvoir watoto wakwe na bahati ya kuendelea. Fondation Mapon inapana 120 bourse kwa batoto ya primaire na secondaire, inapana bahati kwa kila mtu. Ikumbukwe kuwa ufadhili huu wa masomo unapatikana kwa ajili ya watoto kutoka matarafa yote 7 ya Manyema. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Na ni pia hapo tumeweka nanga kwa habari zetu za leo katika lugha ya Kiswahili. Aksanti kwa uaminifu wenu na waga nikiwatakia kila laheri katika jamaa zenu.